ya kidijitali ya Daktari Alan Ross. Alan anafanya utafiti, anaandika na kuangalia kila kitu katika video hii na semina zetu za kimataifa mara 2 kwa mwezi. Ninatenda kusaidia kusambaza taarifa za AI kwa ulimwengu unaoendelea, wakati yeye yuko busy akifanya utafiti kuhusu mada inayofuata kwa semina zetu na kuandaa muhtasari wa kila wiki wa maendeleo muhimu ya AI yanayovutia maafisa wa serikali, wajasiriamali wa AI na akademia za AI. Leo nataka kuzungumzia moja ya fursa kubwa zaidi iliyofichwa ndani ya moja ya crisis kubwa zaidi duniani. Fursa inayohusisha watoto milioni 300, wahitimu milioni 30, wasiokuwa na ajira na watu bilioni 2.5. Hebu nieleze. UNESCO inakadiria kwamba watoto milioni 300 duniani kote hawako shuleni au wana ujinga wa kazi. Wengi wao wako katika Afrika ya Sub-Sahara na Asia ya Kusini. Afrika pekee inahitaji walimu milioni 15 zaidi ifikapo mwaka 2030 ili kufikia elimu ya msingi kwa wote. Upungufu huo hauwezi kujazwa kwa kuajiri na mafunzo pekee. Nambari hizo hazifanyi kazi. Aidha, katika nchi zinazoendelea, wahitimu milioni 30 walio na elimu hawana ajira au wana ajira zisizotosheleza. Wana sifa, wana malengo, lakini hawana njia wazi ya kuingia katika uchumi wa kisasa. Nambari hizi si za kufikirika, zinawakilisha kizazi kilicho hatarini kuachwa nyuma. Hapa kuna nambari inayobadilisha kila kitu. 5%. Msaada wa AI sasa unaweza kutolewa kwa chini ya 5% ya gharama ya ufundishaji wa kawaida wa uso kwa uso. Mifumo ya msaada wa AI tayari inaonyesha matokeo yanayolingana na walimu bora wa kibinadamu kwa sehemu ya bei. Fikiria kuhusu maana yake katika mazoezi. Kompyuta kibao, chaja ya jua, mwalimu wa AI. Mchanganyiko huo unaweza kufikia mtoto wa kijijini ambaye hana shule karibu. Inapatikana masaa 24 kwa siku, ikizungumza lugha ya mtoto, ikijielekeza kwa kasi yao ya kujifunza. Gharama kwa mwanafunzi kwa mwaka ni kati ya $10 na $50 za Marekani. Linganisha hiyo na zaidi ya $1,500 kwa elimu rasmi. Kwa mara ya kwanza katika historia, elimu bora si anasa iliyohifadhiwa tu kwa wale wanaoweza kumudu shule. Lakini hapa kuna kile ambacho watu wengi wanakosa wanaposikia hadithi hii. Hii si hadithi ya elimu tu, ni hadithi ya fursa za kiuchumi. Kila nchi inayowafundisha watu wa ndani kujenga zana za AI kwa ajili ya elimu inajenga kwa wakati mmoja kitu kikubwa zaidi: wajasiriamali wa AI wa ndani, kampuni za EdTech za ndani, sekta ya AI ya kitaifa. Na hapa kuna faida ya ushindani kwa waendelezaji wa ndani. Google, Microsoft na OpenAI hawawezi kujenga kwa Kiswahili kwa wanafunzi wa Nigeria au Quechua kwa jamii za Andean. Kuna zaidi ya lugha 1,000 za ndani zenye tofauti kubwa katika ulimwengu unaoendelea na zaidi ya lugha 100,000 ikiwa lugha ndogo zinajumuishwa. Mendelezi wa ndani anayejenga jukwaa la ufundishaji la AI kwa Kiswahili au Tigrinya au Quechua hana ushindani mkubwa kutoka Silicon Valley. Soko ni kubwa sana. Ushindani ni mdogo na athari za kijamii ni kubwa. Hii si kesho ya nadharia, tayari inafanyika. Nchini Malawi, vidonge vinatoa kujifunza kwa mpangilio, huku kukiwa na ongezeko kubwa la ujuzi wa kusoma na kuandika, na upanuzi wa kitaifa sasa unaendelea. Nchini Rwanda, mkakati wa kitaifa wa kidijitali unaunda jukwaa la elimu inayoungwa mkono na AI katika nchi nzima. Nchini Nigeria, majukwaa ya kujifunza kwa simu yanawafikia wanafunzi katika lugha za Hausa, Yoruba na Igbo, lugha ambazo hakuna jukwaa la kimataifa linalohudumia. Nchini Kenya, kujifunza kwa simu kwanza kunafanyika sasa kwenye simu za kawaida. Simu ya kisasa haitahitajika.
Nchini Colombia na Brazil, zana za kusoma za AI zimewekwa katika shule za umma zikisaidiwa na fedha za maendeleo ya kimataifa. Hizi si miradi ya majaribio. Hizi ni programu za kitaifa zinazotoa matokeo halisi kwa kiwango halisi. Na katika kila moja ya nchi hizi, wajasiriamali wa AI wanajenga zana zinazofanya iwezekane, na elimu inatoa fursa nyingi kwa wajasiriamali wa AI wa ndani kushiriki. Serikali zina jukumu wazi hapa na nyingi zinaharakisha sana. Kwanza, jumuisha ufundishaji wa AI katika mtaala wa kitaifa kama nyongeza kwa walimu wa kibinadamu. AI inashughulikia kurudiwa na uboreshaji wa mbinu za ufundishaji kwa wanafunzi. Walimu wanashughulikia ujifunzaji wa kijamii na kihisia. AI si mbadala wa walimu, ni uimarishaji. Zote zinahitajika. Pili, wekeza katika upatikanaji wa vifaa na muunganisho mwanzoni katika shule zote za msingi, kisha kupanua kwa shule zote. Kifaa cha kidigitali na chaji ya jua ndicho kinachohitajika kufikia mtoto wa kijijini ambaye hana shule karibu. Tatu, fadhili maendeleo ya teknolojia ya elimu ya ndani katika lugha za kitaifa na kikanda. Zana za AI katika Kiswahili, Hausa, Quechua na lugha nyingi za ndani zinaweza kufikia jamii ambazo hakuna bidhaa ya Kiingereza inayoweza kuhudumia. Nchi zinazoharakisha sasa zitaanzisha viwanda vya AI vya kitaifa. Nchi zinavyotanua suluhu za kigeni bei za kigeni na kupoteza uhuru wa dada unaohusishwa nazo. Katika chama cha akademia za AI duniani, tunajenga mitandao kusaidia maendeleo ya uwezo wa ndani. Tunaunganisha akademia za AI katika nchi zinazoendelea, kuanzia Afrika ya Kusini mwa Sahara hadi Asia ya Kusini, Amerika ya Latini hadi Asia ya Kusini Mashariki. Akademia zetu wanachama ni watu wanaofundisha kizazi kijacho cha wajasiriamali wa AI wa ndani, watu ambao watajenga zana ambazo mifumo ya elimu inahitaji. Jiandikishe kwenye channel hii ya YouTube kwa video za kila wiki kuhusu maendeleo ya AI na fursa katika nchi zinazoendelea. Pia tunafanya webinar za kimataifa kila Jumamosi ya kwanza na ya tatu ya kila mwezi kuhusu mada muhimu zinazohusiana na nchi zinazoendelea. Ikiwa umepata video hii kuwa ya kuvutia, unakaribishwa kujiunga nasi kwa kujiandikisha kwa webinar yetu inayofuata kuhusu Chama cha Kimataifa cha Wajenzi wa AI au kwenye tovuti za Chama cha Akademia za AI Duniani. Asante KWA kutazama video hii na tutafurahi ikiwa utajiandikisha na kuishiriki na wengine.